Je, unajua kwamba namna unavyopumua, makozi unayoyatoa au hata usiku unavyolala, unatumia mto au tumii mto, inaweza kukupatia picha, kukuonyesha kwa wazi kabisa katika hatua za mwanzo kwamba huyu maji yanaanza kujaa kwenye mapafu. Asa, hiyo ni muhimu kweli, kwa sababu hiyo changamoto siku hizi ipo kwa watu wengi kweli. Ni scenario ya baba ana miaka 59, alikuja hospitali hoi rufaa kutoka Morogoro vijijini. Aise, baada ya kumfanyia kipimo akawa na maji mengi kwenye mapafu, tukampa dawa ya kutoa yale maji. Aise, alikojoa mkojo mwingi kweli, ambao ndio maji kutoka kwenye mapafu hayo yote yanatoka. Lakini pia kuna huyu pia kijana ana miaka 39. Huyu alikuwa naye na maji yamejaa katikati ya mapafu humo. Tulitoboa mapafu na tukayafyonza maji yale kutoka nje. Cheki madudu yaliyojaa yote hayo. Yote hayo ni maji kutoka kwenye mapafu. Hasa hebu nisikilize kwa makini. Ukweli ni kwamba maji hayo yanapoanza kujaa taratibu kwenye mapafu, kuna vidalili vinaanza kujichora mwilini. Kama sio mtaalamu unaweza usivifahamu. Hasa katika video hii nataka nikuonyeshe dalili hizo zaidi ya 7 utakapoziona kwenye mwili wa rafiki yako, au hata wewe mwenyewe umekaa ndani vile, jichunguze mwenyewe peke yako tu. Ukiziona dalili hizo unazo, au vitu hivyo vimejichora ndani ya mwili wako, kuna changamoto ya maji yanaanza kujaa kwenye mapafu. Alafu pia mwishoni nataka nizungumzie, je, ni kweli eti watu wanaokaa kwenye AC kiyoyozi, je, kweli maji wanajaza kwenye mapafu yao kupitia kile kiyoyozi? Eti kweli ni hatari? Nitazungumzia mwishoni. Aise, hapa pa msingi kweli. Tuanze alama ya kwanza. Kwa kawaida unapokuwa unapumua, hautakiwi kujua kama unapumua. Mimi nimetulia zangu hapa, napumua, lakini hata sijui kama napumua. Hivi jana nilikuwa napumua kweli? Jana hata sikujua kama nilikuwa napumua, lakini nilikuwa napumua. Ukiona kila pumzi unayoivuta na unayoitoa ndani unaisikia kabisa, aise, kuna changamoto. Mara nyingi maji yanajaa kwenye mapafu. Na unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu hii moja, ile nafasi ambayo ilibidi hewa ikae vizuri yamejaa maji mule ndani. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kutosha ya hewa kuingia. Kwa hiyo kila unapopumua huwezi kupumua vizuri, kwa sababu hakuna sehemu ya hiyo hewa kwenda. Unapumua kwa shida kweli. Aise, hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini alama ya pili ambayo imejichora mwilini ni hesabu. Unapumua mara ngapi kwa dakika moja? Kwa kawaida mtu anatakiwa apumue mara 12, isizidi mara 18 hapo 20. Utakapoona unapumua zaidi ya mara 25, 30 ndani ya dakika moja, aise, kuna changamoto. Mapafu yako huenda yanajaa maji. Na unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hii hapa, hii hamna nafasi ya kutosha kwa ajili ya hewa. Kwa hiyo itabidi uvute hewa nyingi ili mwili wako upate hewa, kwa sababu kisehemu cha hewa kuingia ni kidogo tu, sehemu kubwa yote imejaa maji. Na hii inapendeza sana ukimpatia mtu akuhesabu. Usijihesabu wewe mwenyewe, unaweza ukajiongezea bure, alafu kaanza kushtuka bure. Mpatie rafiki yako, bwana, rafiki yangu hebu njoo, nakupatia simu hapa, ndani ya dakika moja nataka uhesabu nitapumua mara ngapi. Sawa, unabonyeza, dakika moja inaweza kuhesabu 1, 2, 3. Kama itazidi kudi 20, aisee, kuna changamoto hapo. Asa, tunakuja kwenye alama ya 3. Maji yanapojaa mule ndani, mwili huwa haukubali, kwa sababu unajua yale maji hayatakiwi kuwepo mule ndani. Kwa mwili unajaribu kuyatoa yale maji. Mwili unatoaje yale maji? Kwa kukohoa. Aisee, ukiona unakohoa mara kwa mara, kikohozi hakiishi, unakoa, umetumia dawa za antibiotiki, dawa za kuua bakteria, dawa za kikohozi zile, lakini wapi? Aise, hebu nenda kwa daktari, huenda maji yanajaa kwenye mapafu. Aise, na hii ni muhimu kweli, maana kuna mtoto huyu tulikutana naye, alikuwa anakoa muda mrefu na alipatiwa vitu vingi kwa ajili ya kuzoea kikohoa, lakini kukohoa kulikuwa kuishi. Tulipomfanyia kipimo, ana maji kwenye mapafu. Ana shida ya moyo, alizaliwa nayo, na ile shida ya moyo imepelekea maji kuanza kujaa kwenye mapafu. Aise, ni hatari kweli. Na tunapozungumzia kukohoa, inatupeleka katika alama nyingine ya 4, ambayo ni makohozi gani unatoa. Hebu sikia. Kama unakohoa kwa kawaida tu, makohozi yako mara nyingi yanakuwa na rangi fulani ile kama nyeupe fulani hivi, kama kijivu fulani hivi, au labda kama una pneumonia, makohozi yanakuwa na rangi fulani kama ya njano hivi. Kama una TB, unakohoa damu kabisa. Hebu sikia. Kwa mtu ambaye ana maji kwenye mapafu, mara nyingi kuna vidamu vinarundikana na yale maji ya pale, na makohozi yanayojitengeneza ndani kwenye mapafu, na hivyo kupelekea makohozi yake yanakuwa na rangi fulani hivi kama rangi ya pinki kwenda kwenye nyekundu hivi, na mara nyingi ukiangalia kwa makini yanakuwa kama na mapovu fulani. Ase, hiyo ni dalili ya uhakika kabisa. Makohozi haya yanaashiria kuna shida ya maji yanajaa kwenye mapafu. Shtuka,
nenda hospitali. Okay, tuje alama ya 5. Zingatia, maji yanajaa kwenye mapafu mule ndani, si ndio? Unapoenda kulala usiku pale, unadhani nini? Yale maji yaliyo kwenye mapafu ndio yanasambaa sasa, ndio yanajaa vizuri kule kwenye mapafu, kiasi kwamba mtu anakuwa hawezi kupumua vizuri kila anapokuwa analala. Na mara nyingi wagonjwa hao wanapokuwa wanalala, hawezi kulala bila mto, lazima atalala na mto. Tena hali ikizidi kuwa ngumu zaidi, anatumia mpaka mito 2 mitatu, wengine mpaka hawawezi kulala hata kwa mto, inabidi alale kama amekaa fulani hivi. Nisije nikadondoka. Anakuwa analala kama anakaa hivi, kama hivyo unavyoona. Hivi ndio kidogo angalau, kwa sababu akikaa hivi maji yanakaa chini kidogo, kuna kasehemu ka hewa kanapatikana. Lakini akilala maji yakisambaa hawezi kupumua. Hasa hebu usikiza kwa makini. Hapa sizungumzii mtu analala na mtu kawaida tu ile, hapana. Kama unalala na mtu kwa kawaida, inaweza kawa ni shida au si shida. Hebu jaribu kutoa ule mto, afu lala kawaida bila mto. Je, unapata shida ya kupumua? Kama unapata shida ya kupumua, safi. Lakini ukiona unatoa mto wako ili ulale kawaida bila mto ile flat, unapata shida ya kupumua, au unaamka unaona pumzi imekata, unafungua madirisha, jamani, mbona hamna hewa humu ndani leo? Kuna changamoto. Maji mara nyingi yanajaa kwenye mapafu, na wagonjwa wao mara nyingi ukimpa sindano ya kutoa haya maji, ukatoa ile maji yote, analala vizuri kabisa mstarehe, akiwa yuko flat kabisa kwenye kitanda. Lakini akiwa yuko nyumbani kwa kawaida, hawezi kulala flat. Maji yanakuwa yanasambaa, yanajaa kwenye mapafu na yanazuia kushindwa kupumua. Ni heri alala yamekaa. Alama nyingine ya 6, kwa kuwa hawezi kulala vizuri, maji yanajaa kwenye mapafu, hiyo inapelekea kwamba mwili kunakuwa hakuna hewa ya kutosha. Kwa hiyo anajisikia kuchoka, anajisikia uvivu. Kule kuchoka mara nyingi sasa, watu watakwambia, bwana wewe una sumu nyingi zimejaa ndani ya mwili. Hapana, hakuna sumu zilizojaa ndani ya mwili. Mara nyingi kacheki, uende una maji kwenye mapafu. Lakini pia alama nyingine ya 7 ya mwisho, kunapokuwa kuna upungufu wa hewa vile vile mwilini, mara nyingi kuna sehemu ambazo zinaonekana kabisa, kama kwenye midomo humu kabisa, unaona rangi inabadilika, inakuwa rangi ya blue kabisa. Sio rangi ile ya kawaida ambayo imezoeleka, rangi kama nyekundu, kama rangi ya pink hivi. Na kwa wale watu ambao ni weupe, ndio unaweza ukaona vizuri kama huyu, unamuona huyu hapa, huyu. Hii ni shida kabisa. Hewa haifiki huku. Kwa hiyo kama hewa haifiki, kunakuwa kuna rangi ya blue ambayo ikiashiria kwamba hewa haifiki vizuri. Aisee, ni hatari kweli kweli. Okay, hizo ndizo alama 7. Tuje kwenye swala la msingi. Je, sasa kuna uwezekano eti watu wanaokaa kwenye viyoyozi muda wote, kwenye mpira yake kiyoyozi juu ndani nini, kiyoyozi na kujaza maji kwenye mapafu kwa sababu eti anakaa kwenye AC? Aisee, swala leo nimechunguza chunguzi mbalimbali. Kuna chunguzi hii hapa hii na hii hapa hii. Chunguzi zote zinaonyesha kwamba hapana, hakuna uwezekano huo. Na hebu usikia kwa makini. Katika chunguzi hii ilionyesha wazi, hata kama kuna kiwango kidogo cha maji kitaingia ndani ya mwili, mwili una namna fulani ya kuyaondoa yale maji nje kupitia zile lymph ambazo zipo ndani ya mwili. Ni sehemu fulani, mirija fulani ya kuweza kuondoa maji ndani ya mapafu. Kwa hiyo hakuna hofu yoyote ya kukaa kwenye AC. Lakini zingatia, mtu anapokaa kwenye AC kwa muda mrefu, kuna changamoto zingine zinaweza zikatokea, kama vile mapafu kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini pia mwili pia wa binadamu unatamani kupata hewa ile asili ya nje kwenye miti na nje ya mlango wa outdoor. Kwa hiyo mara nyingi hata kama unakaa kwenye AC, tafuta muda lazima wa kukaa nje kwenye hewa na miti, upate hii hewa asili, hewa ya Mungu. Ni ya muhimu kweli kweli kuliko hata hewa ya AC. Okay, mwisho kabisa, swala la msingi, kwa nini maji yanajaga kwenye mapafu? Zipo sababu nyingi zinazoweza kufanya maji yajae kwenye mapafu, lakini moja ya sababu ambayo naiona mara kwa mara kwa wagonjwa wengi kweli kweli ni shida za moyo. Moyo umetanuka kweli kweli, au labda moyo wake unakaribia kufa kabisa, moyo unagarauka, moyo uko hoi. Aisee, hizo ndo sababu kubwa mara nyingi, japo zipo sababu nyingine nyingi mbalimbali, na hapo ndio pa msingi kweli kweli.